Nimekinunua mwaka 2000 kwa mzee Bewa na mke wake Bi Arima. Walimtafuta dalali, huyo dalali ndo alikuja kwangu, akanichukua akanileta kunionyesha hapa. Baada hapo ndo wakatokea watu wasiojulikana, wakaja mtoto wangu akatoka nje, aliwaona pale wanapiga picha nyumba. Akamwambia, nyie mbona mnapiga picha nyumba yetu? Wale wakamjibu, wakamwambia nyumba sio yenu, nyumba yetu tumeichukulia mkopo. Alafu akakimbilia ndani ya gari wakaondoka. Na kusema ukweli, wale watu ambao umeona video yao kwenye mtandao ambao mama analalamika anamtapeli mama, wale hakika ni matapeli. Hata ujio wao ni wakitapeli, kuja kupiga picha usiku ni matapeli. Wakili wa upande wa pili anaitwa Mbedule na yeye, na wewe anatuzumu sisi naye anaitwa Mbedule. Kumbuka wakati ule kesi inaendelea, wakili wetu sisi upande wetu alikuja kutupa taarifa ya kwamba hawa watu wanadhulumu eneo lenu, wamesema kama mko tayari muwauzie. Kwa hiyo wale matapeli hao walikuwa wanataka sisi tuwauzie ile eneo au mama yetu awauzie. Habari za wakati huu mtazamaji wa Makini TV. Tupo Tegeta, kata Wazo, eneo la Kibaoni Msikitini. Eneo ambalo lina mgogoro wa ardhi. Tumefika kuzungumza na bibi pamoja na mwanae ambapo walionekana katika mtandao wa TikTok wakizungumzia sakata la mgogoro wa ardhi ambalo liliwakumba. Tunakwenda kufahamu mengi kuhusiana na sakata hilo la mgogoro wa ardhi. Ungana nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho ili kufahamu sakata hili. Mimi ni Witness Lema wa Makini TV. Shikamoo bibi. Mimi ni mtangazaji wa Makini TV. Nimekuja hapa kwa ajili ya mahojiano mafupi kuhusiana na eneo la mgogoro kutokana na video tuliona TikTok. Tunaomba ujitambulishe jina lako halisi. Mimi naitwa Zaituni Abdalla Sumani Mboka. Niko hapa eneo la barabara ya Wazo Tegeta. Ndio nina mji wangu, nyumba yangu nimejenga hapa. Mimi naitwa Anet Nkuba Paulo, na huyu bibi ni mama yangu mzazi ambaye ndo mlalamikaji wa eneo lake nadhulumiwa, na mimi ni msimamizi wake mahali pote anapokuwa anaenda kulalamika. Kiwanja chenye mgogoro mlikinunua mwaka gani? Nimekinunua mwaka 2000 kwa mzee Bewa na mke wake Bi Arima. Walimtafuta dalali, huyo dalali ndo alikuja kwangu, akanichukua akanileta kunionyesha hapa. Alikuwepo Salum amefariki, alikuwepo Joha. Mtoto wangu alinisindikiza kwenda kwenye manunuzi naye amefariki. Ndio hivyo. Yaani hatua ulizofuata baada ya kutoka kwa dalali pia ulikuwa na hao watu ambao umewataja hapo? Nilikuwa na mjumbe mzee Mpilinga naye amefariki. Nilikuwa na Salum shahidi amefariki. Nilikuwa na mtoto wangu alikuwa anaitwa Johari amefariki. Nilijenga ili jengo nimejenga. Nilipangisha wapangaji hapa, lakini baada ya maji yanavojaa hapa ili jengo likaanza kuporomoka, wapangaji wakahama. Wapangaji walifungua garage hapo, wengine walikuwa naishi hapa. Ndio hivyo. Baada ya kuondoka niliowapangisha, aliendelea kuishi mtoto wangu na familia yake. Ndio hivyo. Baada hapo ndo wakatokea watu wasiojulikana, wakaja mtoto wangu akatoka nje, aliwaona pale wanapiga picha nyumba. Akamwambia, nyie mbona mnapiga picha nyumba yetu? Wale wakamjibu, wakamwambia nyumba sio yenu, nyumba yetu tumeichukulia mkopo. Alafu akakimbilia ndani ya gari wakaondoka. Sikuona dalili yoyote ya mtu mwingine isipokuwa palikuwa na mikorosho yangu hapa miwili imekatwa na mwembe ulikuwa pale umekatwa. Mpemba yule kama ni jirani yangu kwa sababu tumeachiana mpaka. Yeye yuko upande wake ile banda mlioliona na mimi niko huku kwangu. Mpemba mpaka sasa hivi mimi simjui alipo. Pale sijui, naona hakuna mtu, nyumba iko peke yake tu. Bado sijapata hati miliki na karatasi nilizonunulia tu. Serikali za mitaa wanafahamu. Pia nilifuatilia hati, nikaambiwa nisubiri kwanza, hati hazipatikani wakanistopisha. Ndio nilikuwa nasubiri mpaka nitapopata taarifa za kuitwa, maana wao ndio walionistopisha. Mpaka watapokuwa tayari wakiniletea taarifa niende na mimi nikapate hati. Lakini cha kushangaza wale matapeli wanasema wanayo hati, wakati mimi nilistopishwa sijapata hati mpaka leo. Wao wanasema wanayo hati, sasa sijui walikoipata. Nilistopishwa na watu wa ardhi, walisema hati hazipatikani kwa wakati huo niliofuatilia mimi. Zilikuwa hazipatikani, wakaniambia nikae nisubiri. Mimi jina langu naitwa Anet Nkuba Paulo, na nipo hapa
kwenye kiwanja hiki ni cha mama yangu ambaye ana mgogoro na watu ambao wanataka kumtapeli. Yeye anaitwa Bizaituni Abdalla Asmani Mboka. Nakumbuka mwaka 2012 walikuja watu hapa kuja kutuvamia kwa habari ya kusema kwamba eneo ni lao. Lakini mama yeye alinunua hii kiwanja mwaka 2000 na mwaka 2004 akajenga jengo ile ambalo mnaliona. Sasa mwaka 2006 ndio mama kaniambia mimi nipeleke, nataka nikafuatilia hati ili nipate kumiliki ile eneo. Nikamsindikiza mimi, tukaenda na mama mpaka pale Magomeni kufuatilia hati. Tulimkuta pale akasema kwamba ile eneo liko wapi, tukawaelekeza eneo lipo. Akachukua nani ramani, akaangalia ramani ilikuwa ya zamani, akasema kwamba hii ramani ya zamani ngoja nitafute ya sasa hivi. Akaangalia ndio akaona barabara ya Wazo, akaona ile eneo, unaona na akasema ngoja nihakikishe kwenye kompyuta. Akahakikisha, akasema sasa kwa wakati huu sisi tumestopisha kutoa hati za viwanja vya Tegeta, tunataka kwenda kuhakiki viwanja vyote afu ndo tutaanza kutoa hati. Hiyo ilikuwa mwaka 2006. Kwa hiyo rudini, tutakuja huko kufuatilia kwanza. Basi tukarudi mimi na mama. Tukakaa mwaka 2006, 2007 mpaka 2008 hawakuja. Tukarudi tena kule Magomeni. Sema mbona tumesubiri tulikuja hapo kufuatilia hati, mkasema mnakuja kuhakiki viwanja vya Tegeta, mbona hamjaja? Wakasema kwamba subirini tu, mambo ya serikali ni ya kimkakati, inaweza kachukua muda mrefu, lakini tutakuja tu. Hasa cha kushangaza mwaka 2012 tukiwa tunaendelea kusubiri waje, anakuja mtu ana hati. Lakini wao waliangalia kabisa kwenye ramani au kuona umiliki. Naona sasa ndio mwaka 2012 ilivyokuja, mimi nikakimbilia serikali za mtaa. Kwanza niwafukuza, walikimbia, kaingia kwenye gari yao. Walikuwa wawili. Sasa wakati huo kabla hatujaanza kufuatilia hati, mimi nilikuja hapa mwaka 2011. Kuja kuishi hapa. Wakati tulikuwa nafuatilia hati, tulikuwa natoka mimi nilikuwa nakaa Kibamba namfuata mama pale Msasani, akati ameshajenga jengo lake anataka hati sasa. Lakini nikahamia hapa mwaka 2011. Ndipo mwaka 2012 ilikuja hao watu. Lakini mama alijenga huku nyuma nilikuwa nakaa mimi vyumba viwili na sebule, huku mbele alikuwa amepangisha wapangaji wanachomea magrili, wengine wanatengeneza magari, na wengine wanauza vitanda. Wapo hao wapangaji, hata sasa wamehamia sehemu nyingine kwa sababu ya mgogoro, maji yalikuwa yanajaa hapa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naishi hapa. Ndipo walipokuja hao watu wakanikuta mimi hapa saa 4 asubuhi. Wakaanza kusema ili eneo ni la kwetu, nani amewaambia muishi hapa, ondokeni na kuja kulivunja. Mimi nikawajibu nikamwambia hivi, sisi tuna historia kuwepo hapa, hatujazuka tu kutoka mbinguni tukazuka hapa ndio nilivyowajibu. Sisi hapa tumenunua na ni eneo letu. Nyinyi kina nani? Nendeni basi mkanishitaki mahakamani tujulikane kama sisi ni wezi. Unaona? Wakasema twende mahakamani na mtatoka hapa. Walikuwa wawili, mmoja alijitambulisha kwa jina Patrick Luciano Mbedule na mwingine Passion Lugambwa. Nilipoona wananisumbua ndio nikaanza kupiga makelele. Nikasema matapeli hao, nikaanza wakaanza kukimbia. Mimi nikaenda kuwafuata nyuma, kaingia kwenye gari lao walipaki pale mbele. Lakini pia kwa kurudi nyuma kidogo, ili eneo kama mama alivyosema mwanzo kwamba alinunua kwa mtu anaitwa Abdalla Bewa na mke wake alikuwa anaitwa Salum. Alikuwa anaitwa Halima Salum Michuzi. Alinunua kwao, na wakati anunua afu baadaye ndo akaona kuna mtu anaitwa Mpemba naye akawa amenunua kwa hao. Unaona Kwa hiyo ile eneo kuanzia hapa mpaka kule mwisho ilikuwa la wao, na walikuwa wanalima mpunga na tulikuta hapa mikorosho. Yaani ilikuwa shamba na migomba. Kwa hiyo mama alinunua kama shamba. Kwa hiyo akakatiwa Mpemba upande wake na mama upande wake. Lakini sasa walivyokuja hawa watu kusema eneo lao, Mpemba huyu alikuwa ameweka vijana wake wanalinda pale na walikuwa wamefungua duka maeneo fulani hapo mbele. Kwa hiyo mimi nikamshikisha Mpemba nao vijana. Unaona kwamba kuna watu hapa kuja kusema eneo hili ni lao. Kwa hiyo mimi nikawa nimekimbilia wapi? Serikali ya mtaa. Wakati ilikuwa hapo Sheli nyuma pale Kibaoni mwaka 2012. Nilipoenda pale nikamkuta afisa mtendaji anaitwa Rich na baadhi ya wajumbe wa serikali za mtaa. Nikawaelezea hilo tatizo langu kwamba kuna watu wamekuja kuvamia na wanasema eneo lao, naomba msaada. Wakasema kwa kuwa wamekimbia basi chukua namba zetu. Alafu wakija tena kwa mara nyingine utatupigia. Lakini kitu cha kushangaza kimoja, cha ajabu sana.
Baada kama siku 3-4 hivi, usiku mida ya saa 1 naingia giza, akaja mpangaji wetu ambaye alikuwa anachomelea hapa magrili, akaja huku nyuma akanifuata, anambia, dada, kuna watu wanapiga picha hapa, njoo waone. Nilipotoka nikaona ameshasogea mbele, ameenda maeneo pale kwenye jonge la Mpemba, ndo anakaribia pale. Na kweli mmoja kashika simu anapiga. Walikuwa 3. Sogea pale, cha kushangaza ninamkuta yule afisa mtendaji Richi. Nilienda kumlalamikia kwamba tunadhulumiwa. Na yule anajitambulisha kwamba Patrick Lusano Mbedule anadai kwamba yeye alinunua hapa. Na yeye alidai kwamba aliponunua hapa aliletwa na Passion Lugambwa, ambao ndo alikuja siku ile ya kwanza kusema kwamba kwa nini mnaishi hapa eneo letu. Passion Lugambwa alimtambulisha kama dalali, ndo alimpeleka kwa mtu anaitwa Matias Rugemalira. Wanadai hiyo ndio sawa kwamba walinunua kwa Matias Rugemalira, na akanunua nani, akauziwa Patrick Lusano Mbedule akisimamiwa na Passion Lugambwa. Kwa hiyo hapa siku ya kwanza walikuja wawili, Passion Lugambwa na Patrick Lusano Mbedule. Sasa ndio akaja yule Patrick Lusano Mbedule na karatasi zake kashika mkononi, na wale walikuwa anapiga picha hichi kiwanja siku ile, akasema kwamba ni mtu kutoka ardhi. Na yule afisa mtendaji anaitwa Rich. Sasa nilivyosogea yule afisa mtendaji akashtuka. Nikamwambia, mbona unasimamia hawa watu ambao wanatudhulumu? Akasema, mimi umekuja waambia niwasimamie zoezi lao, wanataka siji kupakopea benki. Nikamwambia, lakini situkuja kulalamika. Akasema, mimi nilikuwa sijui kama ndio hapa. Nikamwambia, ulikuwa unapajua na ukapataja pale kwenye matete. Sasa mbona unasema kwamba upajui? Akanivuta pembeni. Oh mama, naomba unisamee. Mimi swala ngoja nitaita, tutazungumza kwa kina. Usiogope. Mimi nitakusaidia. Yule afisa mtendaji alivyoniita pembeni akawa ananiplease sasa, ananiomba msamaha. Oh mama, mimi kwa sijui. Basi tutaongea, tutaitatua tu, halina shida. Wakaondoka. Alivyoondoka, mimi asubuhi kesho yake nikaenda serikali za mitaa hapo Kibaoni. Mwaka 2012 unasema. Basi sasa kufika pale ofisini na serikali ya mtaa, nikakuta wajumbe wawili, nikawaambia, jamani, nimekuja kumulizia mwenyekiti wa serikali za mtaa. Hao wajumbe alikuwa mmoja Mariam, mjumbe Mariam ndo nakumbuka jina lake. Mwingine sipumjua jina lake huyo. Ila afisa mtendaji alikuwa ni Rich. Kwa hiyo wakasema afisa mtendaji hapa mbona alishahamishwa? Kwa hiyo kumbe siku ile alipokuwa pale afisa mtendaji pale alikuwa ameshahamishwa, yuko Tandale, alikuja tu pale kutembea. Kwa hiyo alibeba ile jambo likawa dili kwake. Hakuwa tena mtendaji wa hapa Wazo. Wale wakaanza kucheka, kwani imekwaje? Nikamwambia amekuja na wale watu kupiga picha usiku, wale ambao nilikuwa nalalamika wanatudhulumu. Wale wakaanza kucheka. Nikamwambia, mnacheka nini? Wakasema, yule hayupo hapa, yupo Tandale. Unaona? Basi sasa mimi ndio nikamwambia, sasa mtanisaidiaje? Wakasema kuna afisa mtendaji ambaye amekaimu kiti, ambaye yeye ni madali si Mivumoni kitu alisema, yani sio hapa. Kwa hiyo yeye ndio atakuja kumwelezea shida yako, lakini yule hayupo hapa. Nilipofika siku hiyo tena siku ya 3 yake nikaenda, yule afisa mtendaji aliyekaimu hakuwepo. Unaona Nikawa sasa namfuatilia, maana alikuwa na ofisi huko wengine na hapa. Basi wakati mimi nafuatilia akaja mtu anaitwa Malima, mwenyekiti wa serikali ya mtaa pale. Baada kama wiki 2 hivi akaja hapa tena na hao watu hao wakapima ili eneo, wakiwepo wadogo zangu wawili, mmoja anaitwa Latifa, mmoja Zulfa ameshafariki. Wakawa wanamzuia yule mwenyekiti Malima, akamwambia hao wanatuzumu sisi, naomba utusikilize. Yeye kusikiza tena, anashika tape ile anasaidia kupima huko na tabasamu kimya. Wakapima wakaondoka. Unaona, mimi nirudi nisikitika sana. Nikakimbilia kwa mjumbe alikuwa anaitwa Mariam Shekiondo. Nikamwelezea kuna watu je walikuja hapa kwako kujitambulisha kwamba wanakuja katika eneo letu kupima. Akasema mimi siona watu wote. Unaona? Nikamwambia sasa utatusaidiaje, mbona nasikia wamekuja na mwenyekiti, kaimu mwenyekiti wa serikali ya mtaa Malima. Akasema hawakuja hapa kwangu. Akasema sasa nikusaidieje? Nikamwambia mimi nataka nikalalamike kuhusu mwenyekiti aliyosimama na hao wapimaji wanatuhumu eneo letu. Ndio mjumbe akaniandikia, akasema sasa itakuwaje wakati huyu Malima ndio mwenyekiti wa serikali za mtaa, itakuwaje? Nikamwambia wewe ndio nitakayemshtaki, nitamlalamikia. Kufika pale kweli akanipa barua, nikaenda pale tena serikali za mtaa nikamkuta yule Malima.
Akapokea akasema sasa mimi nitajukumuje, kapokea ile maelezo yale ya mjumbe. Nitajukumuje. Akaniambia nenda nitakuita. Kitu cha kushangaza hapo napo. Akaniambia njoo Ijumaa. Mimi nilirudi nakuja nasubiri nende Ijumaa, ikaja barua ninaitwa baraza la kata. Yaani sasa nimekuwa mimi ndio mlalamikiwa. Yaani wale watu sasa wananiita baraza la kata, kina Patrick Luciano Mbedule wanalalamika, wamegeuka kuwa wao ndio walalamikaji, sio mimi tena. Pale serikali za mitaa hatukusikilizwa. Baraza la kata ni la Wazo. Baraza la kata la Wazo lakini ipo Kilimahewa. Maeneo ya Kilimahewa, Salasala. Ndio niliitwa huko. Unaona? Sasa alivyoniita ndio mimi sikuwa na maelezo yote pale kwenye ile baraza la kata kwa sababu mimi wakati mama ananunua kama alivyosema mwenyewe, mimi sikuwepo. Alikuwepo mdogo wangu ambaye ni marehemu na wajumbe, unaona na watu wengine, mimi sikuwepo. Nikamwambia mimi wakati mama ananunua, wakaniuliza mama kwa anunua lini pale. Nikamwambia wakati ananunua, ninavyokumbuka ni mwaka 2000, lakini sikumbuki chochote, sina maelezo yoyote wakati yeye ananunua. Unaona? Lakini labda muite mwenyewe anaweza akaeleza. Sasa wakati mama alikuwa mgonjwa. Unaona? Nikamwambia lakini ni mgonjwa. Wakasema basi tuandika tarehe ya mbele kama atakuwa na nafuu atakuja. Kwa hiyo tarehe iliyofika mama alihudhuria pale lakini bado alikuwa afya yake sio nzuri. Akawa amepata mwanasheria. Akaomba kesi yake isikilizwe baraza la ardhi la wilaya. Baraza la kata yeye hawezi kusimama kwa sababu ni mgonjwa. Maana kesi kipelekwa baraza la wilaya la ardhi anasimama mwanasheria. Mwanasheria hawezi kusimama baraza la kata. Unaona Basi yule mwanasheria alifuatia taratibu zote, akatathmini uwanja, ukaonekana thamani yake ni kubwa ambapo baraza la kata la ardhi la kata haliwezi kusimamia kesi ya uwanja huu. Kwa hiyo akafuata taratibu, akapeleka barua baraza la wilaya la ardhi, hakimu Hemedi wakati alikuwa ni hakimu Hemedi, sasa hivi ni jaji. Akaandika barua ya wito kuita lile faili litoke baraza la kata la ardhi la Wazo Kilimahewa liende baraza la ardhi la wilaya pale Mwananyamala. Unaona? Wale walikaidi barua ya kwanza, walikaidi. Barua ya pili walikaidi. Wakamuita mama barazani azungumze. Lakini wakati mama alikuwa ameshafundishwa na wakili wake jinsi ya kuzungumza. Akamwambia ukienda pale usiongee chochote zaidi ya kuomba faili liende baraza la wilaya la ardhi. Wewe usiongee chochote, ukiongea pale chochote inaonekana ndio unaongea kesi. Unazungumza kesi. Kwa hiyo mama alikaile maneno machache alifundishwa na mwanasheria. Na mimi nilikuwepo. Alipoitwa jina ndio akaomba, jamani waheshimiwa wa baraza hili, mimi ninaomba kesi yangu ipelekwe baraza la wilaya la ardhi ili asimamie nani? Wakili. Mimi ni mdhaifu wa kiafya, siwezi kusimama mwenyewe. Wale wakakasirika, wakasema wewe mama unajifanya unajua sana. Unatukataa sisi hapa, unatudharau. Basi utakuja hapa na magoti. Sisi tutahukumu upande mmoja. Unaona? Kwa sababu unakataa kuzungumza. Kwa hiyo kwa kweli ndicho chokifanya. Walichokifanya wakahukumu pande mmoja. Wakaleta ile hukumu yao ya baraza la kata, walileta nje ya muda. Yaani walifanya makusudi. Wakaleta nje ya muda ili tusiweze kufanyaje? Kukata rufaa. Ndipo yule wakili sasa alipokea ile hukumu ya baraza la kata, akaenda nayo baraza la ardhi la wilaya ili kukata rufaa kupinga ile maamuzi ya baraza la kata. Ikaonekana ni nje ya muda. Unaona Hakimu aliyokuwa anasimamia ile kesi pale sasa, faili ambayo limeshaenda pale baraza la wilaya la ardhi, kwa anaitwa si Mwihavya, sio hakimu Mwihavya, jina kama hilo. Yeye akakazia hukumu ya baraza la kata ile. Ambayo mama hakuwahi kuongea wala mimi sikuwahi kuongea. Yaani hakuwahi kuulizwa wala kuzungumza kesi mama. Alikazia maamuzi ya baraza la kata. Unaona? Nje ya muda. Katika kupinga maamuzi yao ikabidi wakili wetu akasimama kupinga maamuzi kwa niaba ya mama, akaenda kuyapingia mahakama kuu ya posta kule ardhi. Kufika kule ikakutwa nini hukumu ile waliohukumu pale baraza la wilaya la ardhi imekosewa. Unaona majina mama kabada yeye kuandikwa Zaituni Abdalla Mboka kaandikwa Zainabu. Jina ikawa sio la kwake, sijui ubini wake ukaandikwa Mbedule, akati Mbedule ndio tunamlalamikia sisi. Kwa hiyo yule jaji Mgonya
wa kule nini mahakama kuu ya ardhi, akarudisha ile faili pale ilifanywa marekebisho. Kwa hiyo ilirudishwa pale, hiyo ilikuwa mwaka 2015. Mwaka 2015. Na kesi ilikuwa inatembea hivi. Ilirudishwa pale ikapotea faili. Miezi 4. Cha kushangaza kingine, wakili wetu sasa si ndo alianza kubadilika pale, maana huko mbele ukija kuona utakuta alikuwa ametugeuka kabisa. Kwa hiyo likapotea ile faili, anakuja tena kuniambia mimi, Anet, naomba mnisaidie kulitafuta faili, maana tumetafuta tumelikosa. Sasa sijui unaweza kufanya njia gani kutafuta. Mimi nikamwambia, wewe ndio mwanasheria tulikuchagua. Sisi hatujui mambo ya sheria. Tulitegemea wewe ndio utusaidia sisi. Sasa tunakusaidiaje? Naona basi ndio akawa anasema yuko anatabasamu ofisini kwake pale posta. Basi mimi nikarudi nyumbani nikawa nimechanganyikiwa. Lakini sasa kwa kuwa hapa panajaga maji, kwa panajaa maji mengi hapa, nikawa nimeenda kulalamika kwa mkuu wa wilaya Magomeni pale. Mkuu wa wilaya Kinondoni. Wakitoa alikuwa anaitwa Aliapi kuhusu maji hapa yanavyoja. Lakini nikiwa pale nikamgusia na ile swala la kupotea faili na ya kesi yetu miezi 4. Akasema kwa nini si mna wakili? Nikamwambia ndio. Hao mjampa hela. Nikamwambia tumempa hela ambayo yeye amesema tumpe, alishapewa. Naona. Basi yule mkuu wa wilaya akaandika kememo. Akaandika kimessage kwamba nikampe mwenyekiti wa baraza la ardhi la wilaya ya Kinondoni. Nikaenda kumpa. Kusema ukweli, baada ya siku 3 faili ilionekana. Faili ikaonekana. Tena wakatoa kwa Makonda naye kwa amecharuka, wakasema Makonda akija kujua hili jamaa wanahangaika. Faili ikaonekana baada ya siku 3. Ndipo tukaendelea na kesi. Sasa yule wakili ndio akaanza kuiboronga kesi sasa. Akaanza kufanya vitu vya ajabu. Siku sasa sisi tunaenda mahakamani hiyo tarehe ya kesi ambayo tumeitwa. Yeye hakuwepo. Akawa sema amemtuma mtu mwingine wa chini yake. Sisi tukawa tunashangaa hatuitwi. Ilipofika mwaka 2016 tunaenda hivyo 17 anatupa tarehe lakini sasa tusikii jina. Tukirudi ofisini tukimuuliza mbona hatujasikia jina letu? Anasema nyinyi mlichelewa kuja. Kuna wakili wa chini yangu alishasimamia hiyo kesi. Nyinyi njoni tarehe fulani. Kwa anatuandikia tarehe. Tukienda tusikii jina lolote. Ilienda kuanzia mwaka 2016 mpaka 2017 mpaka 2018. Sisi tunaenda hivyo anatuambia kesi inaendelea tu, nyinyi msijali. Halafu sasa wakati mwingine tulikuwa tukimpigia simu yule wakili, hapokei. Ukimtumia ujumbe, hajibu. Ukienda ofisini kwake anasema nani amekwambia uje bila appointment? Mimi na kazi nyingi sana siwezi kukusikiliza. Na tukifika pale tukakuta wale wanasheria wake wa chini wasaidizi wake wanasema sisi tumekatazwa kushika faili lenu mpaka awepo mwenyewe. Huo ndio mchezo alikuwa anachezea yule wakili. Kwa hiyo yeye akawa anatuchezea mchezo mpaka mwaka 2019. Mimi nikashtuka nikasema hapana mama, hebu twende kwa karani tukajaribu kufuatilia. Tulienda mwaka 2017 kwa karani, akawa anacheka, akatuambia mbona nyinyi kesi yenu hii imeshakatwa tangu mwaka 2017. Yaani sisi tuenda mwaka 2019 kufuatilia. Akasema mbona imeshakatwa mwaka 2017? Hamna kesi hapa. Nikasema mbona tunapewa na namba ya kesi? Kesi yetu ilikuwa faili namba 107. Baadaye akasema nimebadilisha jaji. Si jaji Hafidhi, sasa hivi kwa jaji Hafidhi. Namba 56. Yule wakili ndio alikuwa anatuambia. Akasema akawa anacheka tu karani, akamwambia hamna kesi yenu huko. Maana mimi ndio karani wa jaji Hafidhi, hamna jina lenu hapa. Akaanza kupekua. Ndipo tukaenda kwa msajili wa kesi pale kulalamika. Unaona? Kwa hiyo akatupa nakala hukumu kwamba kesi ilishakatwa mwaka 2017 na sisi tumeshindwa kesi. Lakini hatukupata habari hii kutoka kwa wakili wetu. Ndipo hapo tukaenda kulalamika TLS. Makatasi yako hapa. TLS, na nililalamika jambo kwa wakili mmoja akanipa ushauri niende TLS. Kwenda TLS ndio akaanza kufuatia hiyo kesi. Lakini kagundulika yule wakili ana mtu mwingine anamlalamikia pale TLS. Hata jina yake nalo na namba ya simu nayo yule baba. Tukakutana pale kwenye sofa. Mimi na mama tunajaribu kulalamika, tunamtaja jina ya yule wakili pale TLS. Mimi na mama tumekaa na baba mmoja kakaa pale. Baba alivyosikia tunamtaja yule wakili jinsi anavyotunyanyasa, akajiunganisha na maongezi yetu.
Nasema wakili gani kawafanyie nini? Ndio kaanza kumuelezea. Akasema na mimi nimekuja kumlalamikia huyo TLS. Unaona Basi kwa tunafuatia pale, mwenyekiti wa TLS akasimamia ile kesi, akautana yule akakuta yule wakili ana makosa, akaandikiwa faini ya kumlipa mama. Unaona Na akasema huyu tena hawezi kuendelea na kesi yenu kwa sababu tayari ameshawafanyia kitu kibaya. Kwa hiyo nitakupeni wakili. Sasa akasema udini tu nyumbani kwanza, nitawapangeni wakili wa kusimamia kesi yenu. Kumbuka wakati ule kesi inaendelea, wakili wetu sisi upande wetu alikuja kutupa taarifa ya kwamba hawa watu wanawadhulumu eneo lenu wamesema kama mko tayari muwauzie. Mimi nikawajibu nikasema kwamba kama atakubali ofa yetu tutakayotoa, tuko tayari kuwauzia. Unaona? Kuna siku tulikuwa tunapanda ngazi kutoka mahakamani kule, tunashuka kutoka mahakamani tunashuka chini pale mahakama kuu ya ardhi Posta. Tuka lift moja na ule wakili wa upande wa pili anaitwa Mbedule na yeye. Na wewe anatuzumu sisi naye anaitwa Mbedule. Lakini sasa tukaa kwenye lift moja, wakili wetu akachomekea pale. Akasema hivi, bwana, wateja wangu hawa hapa. Sisema nataka mnunue, ongeeni nao basi. Yule akili yule Mbedule akawa anacheka tu, akujibu kitu chochote. Tukashuka tukaondoka. Unaona? Lakini pia tulivyomshtaki yule wakili TLS alitoa ushahidi wa maandishi. Kabisa mbele ya TLS kwamba hawa mimi nataka niwasaidie wateja wangu, kwamba wale majamaa walitaka wauzie lakini walikataa ofa yao. Kwa hiyo wale matapeli hao walikuwa wanataka sisi tuwauzie ile eneo au mama yetu awauzie. Sasa wakati mimi nimerudi nyumbani tunasubiri kupangiwa wakili, ndio mwanangu akapata ajali mwaka 2021. Akavunjika mkono, binti yangu wa kike anaitwa Tunu, akavunjika mkono na mguu na akapata sheki ya ubongo. Na mpaka sasa inamsumbua hiyo hali ya kichwa. Yuko vibaya sana kwa sasa hivi. Naona Kwa hiyo nikakatisha maana mama ni mzee. Kufuatia masuala akawa hawezi. Lakini mimi nikakatisha nikawa namtibia mtoto sasa Muhimbili mwaka mzima. Lakini sasa huko nako tukisema tukikaa sana, nikamwambia mama basi tafuta hata wakili. Ndio akawa ameitoa wakili na kijana mmoja hivi, mpendwa mmoja hivi, dada mmoja wakili, akasimamia hiyo kesi. Ikawa imefika kata rufaa sasa nje ya muda. Kwa sisi miaka yote tulikuwa tunatembea na rufaa nje ya muda. Rufaa nje ya muda inatupiliwa mbali. Wanasema tumetupilia mbali rufaa yenu nje ya muda. Lakini ukija kufuatilia mlolongo wa kesi, sisi hatukuchelewa, tulicheleweshwa makusudi. Yani ni kama vile utengeneza kesi kutumia sheria vibaya. Kipengele cha nje ya muda wanakitumia vibaya kudhulumu watu. Kwamba tukiwafanyia nje ya muda watashindwa. Tutakishikilia chocho mpaka mwisho. Kwa hiyo ikakatwa, yule dada akajitahidi anaitwa Martha wakili yule, akajitahidi kukata rufaa nje ya muda mahakama kuu kabisa ya ardhi kule nje kwenda Kivukoni kule. Mahakama kuu ya ardhi. Kwa hiyo ikamfikia jaji, lakini naye akasema akatupilia mbali maombi yetu nje ya muda. Kwa hiyo hatukuwahi kusikilizwa. Yaani mamangu hakuwahi kusikilizwa kuzungumza kesi mahakamani, kukaa hivi na kujua maswali hata siku hii moja. Na hukumu ya baraza la kata walioandika wanasema kwamba huyu mama aliposimama pale baraza la kata siku ile anaomba maombi ya mishweli faili, eti alisema mimi nimelizika na maneno ya mtoto ya binti yangu kwamba niki kiwanja kweli si changu, eti wamehukumu hii hukumu iko hapa nayo mkononi mwangu ya baraza la kata. Yaani walimlisha maneno mama, lakini pale alikuwa ameomba tu faili ya mishweli. Kwa hiyo wao akaandika uongo. Na kesi hii tarehe ambayo ilihukumiwa kesi ya baraza la kata la ardhi Wazo ni tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 2014. Chanzo cha mgogoro wa kudhulumiwa mama, mambo yote yalianzia baraza la kata la Wazo, ambapo pale mama aliposimama wakamlisha maneno ambayo hakuwahi kuyatamka katika baraza hilo. Baraza hilo lilifanya hukumu kinyume na haki ya kumsikiliza mama kabisa, wakamlisha maneno. Na hilo baraza nikisoma hapa kwenye barua imeandikwa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, baraza la ardhi la kata ya Wazo, PO Box namba 31902 Dar es Salaam. Na huo ndio mwenendo wa mashtaka shauri namba 55 ya mwaka 2000 na mwaka 2014. Tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 2014. Na viongozi waliosimama katika baraza hilo na
kusababisha uharibifu wote huu mpaka tulifikia mahali hapa, ilikuwa ni namba moja ni Saidi Maandiko, ni mwenyekiti wa baraza hilo la kata la Wazo. Alafu huyu mwingine anaitwa Willy Helimina W. Kisusi, huyo ni katibu wa baraza la kata la Wazo mwaka 2014. Alafu mwingine anaitwa Isa Iluja, huyu ni mjumbe, na wanaofuatia huku majina ni wajumbe. Mwingine anaitwa Wema Kundia, mwingine Rozi Mnenei, na mwingine Barnabasi Robi, mwingine AM Nyambibo, mwingine Hamisi Lupangine. Hawa ndio waliongoza hilo baraza wakati ule shauri lilikuwa linasimamiwa kudhulumiwa mama, na wakamlisha maneno. Akiwa mama walivyoandika kwenye hii barua ama hii nakala ya hukumu ya baraza la kata la ardhi ya Wazo, mama akaonekana ndio mdaiwa namba moja. Na hivi ndivyo walivyoandika. Akaandika upande wa mdaiwa namba moja, wakati kesi ikiendelea alifika anaitwa Zaituni Abdalla Athumani ambaye ni mshtakiwa namba moja. Naendelea hapa, akasema ambaye hapo awali mtoto wa Zaituni Abdalla Athumani, mtoto huyo anayeitwa Aneti Nkuba Paulo, yeye ndiye aliyetoa maelezo katika shauri hili baada ya mama yake kuja kwenye baraza. Hakuwa na la kusema bali alikubaliana na maelezo ya mtoto wake na kusema aliongea mtoto wangu Aneti Nkuba Paulo yanatosha. Ambapo ndugu watangazaji, mimi sikuongea lolote kama nilivyosema tangu mwanzo. Sikuongea neno lolote. Sasa hapa ukiuliza niliongea yapi? Mimi sikuongea lolote, na zaidi sana mama alikuja kusimama kuomba kesi yamishiwe baraza la wilaya la ardhi. Sasa mtu anataka amishe kesi kupeleka baraza la wilaya la ardhi, alafu hapa tena anasema aliongea mwanangu yanatosha. Mbona kama na vitu tofauti hivi? Kwa maneno haya mama alilishwa akuzungumza, na mimi nilishwa maneno. Hatukwai kuzungumza kesi baraza la kata. Ambapo ndio hii hukumu ya baraza la kata imekuwa mateso kwetu Kongwa. Huu mwaka ni wa 13. Mpemba wakati tunashtakiwa, yani kulalamikiwa na hao wanaotudhulumu hao walivyokimbilia baraza la kata la Wazo la ardhi, tulikuwa tumeshtakiwa pamoja na Mpemba anaitwa Abdalla Salumu Abdalla. Naona tulishtakiwa pamoja, faili ilikuwa hili moja. Tunalalamikiwa na wale watu wakina Patrick Swanambie Dule. Sasa kufika pale tukatuzungumza kesi baraza la kata, mama silikuwa hajafika siku ya kwanza. Yeye alifika akaja nao hao watu wa baraza la kata la Wazo hapa. Wakaja na wajumbe, yani kama vile kuja kujiridhisha. Mpemba akaita mashahidi zake ambao alinunua, anadai jinsi alivyonunua. Na mimi nilikuwa mmoja wapo pale, lakini sikuwa mzungumzaji. Sasa mimi sikuwa rasmi. Alikuwa mama anaumwa hakufika. Sasa wakati anaongea pale akaongea, akawa anaandika pale. Baadaye mimi nikamuuliza mwenyekiti wakati wanazunguka sasa katika ile eneo. Nikamwambia mwenyekiti, hawa watu angalia ile eneo walisema kwamba walijaza kifusi malori 50 na mawe malori 50. Angalia sasa hapa udongo ni wa asili wa kulima mpunga. Akacheka yule akasema hayo si maneno tu aliongea. Unaona? Kwa hiyo Mpemba baada hapo tulikuwa tunaendelea hiyo kesi kusubiria sasa hiyo hukumu yao waliohukumu. Mpemba hakuwa tena pamoja na sisi. Akaanza kunifuata mimi. Yaani akawa mahakamani haji. Tulifika baraza la wilaya sasa la Mwananyamala la ardhi. Mahakamani akawa haji. Sasa nikuuliza kaka, mbona hauji kwa mahakamani? Akasema mimi ni bado na kazi nitakuja. Unaona? Akawa ameweka wakili wake. Lakini baada ya hapo akawa ananifuata mimi kuniconvince tuuze. Cha kushangaza ananiambia tuuzie hao matapeli au kina Patrick Swanambie Dule. Mimi nikamwambia siku na kesi mahakamani, tunawezaje kuuza eneo lina kesi? Kama hao wanataka kununua hapa ifanyike biashara, basi tufute kesi. Tukae mezani tutaje bei tunayotaka. Kuuza si hatuwezi kukataa, tukiona hela yao inafanyaje inafaa kama wamepapenda. Unaona? Nikamwambia mimi siko tayari kufanya hivyo. Akaenda akaja tena akanifuata. Kwa hiyo alinifuata mara 3. Nilimjibu hivyo hivyo. Baada hapo ndio tulikuwa na Mpemba amedisapia. Wakati sisi tunakata rufaa kwenda mahakama
ya ardhi, mahakama kuu ya ardhi, yeye hayupo. Wakati faili pale inasema ninapotea, yeye hayupo. Nikawa kia nikimpiga simu ananipiga chenga, ananipiga chenga. Dada, mimi na kazi nyingi, wewe endelea tu. Ukishinda wewe si ndo nimeshinda mimi, ndo anaongea hivyo. Sasa kaka, usinichanganye. Wewe hapa haupo. Watu wako umewaondoa, walinzi, alikuwa anakaa shemeji zake hapo. Unaona? Umewaondoa. Alafu nasema nisimamie mimi, nikishinda mimi ndo nimeshinda wewe. Kivipi? Mbona usio utaratibu? Nikamwambia au umeshapauza hapa, ameuza wale jamaa. Mimi sijauza dada, ila nina shughuli nyingi. Unaona? Mara tena akanipigia simu siku akasema, dada, kama ukipata mtu wewe uza tu, afu na mimi utanikatia chochote. Unaona? Hasa katika kuendea siku zinazidi kwenda ndo tukaja kugundua kumbe Mpemba amewauzia hapa. Ingawa mimi alikuwa anikatalia. Watu walikuwa wanasema, unajua Mpemba kishauzia wale majamaa wale. Mpemba kishauzia wale majamaa wale. Unaona? Hasa wakati kesi inaendelea ndio ikatokea watu kampuni ya Dawasa. Sisi tunaendelea kufuatia kesi. Mpemba haonekani. Kampuni ya Dawasa wakaja kukata hapo. Kama mnavyoona mkiangalia pale nje, kuna jengo la Dawasa wamejenga pampu pale. Unaona? Wakakuta kuna kesi inaendelea. Wakasema sisi hatutatoa fidia mpaka tutakapoona kwamba kesi imemalizika na tuampe yule ambaye ameshinda kesi. Mimi nikaandika barua Dawasa kuelezea kwamba hawa watu sio wenyewe eneo ni sisi, la kwetu sisi. Nikapeka tena barua nyingine Wizara ya Ardhi kule Magogoni kuelezea habari ya hapa na matatizo yalikuwepo. Unaona, nikazuia mauzo nikazuia malipo ya nani ya Dawasa hapo. Wakati Mpemba haonekani. Kwa hiyo huko kote tulikuwa tunatembea Mpemba haonekani. Kesi tunaenda nayo sisi. Lakini juzi hapa ndio sasa likaja sakata la yule mlivyoona sasa nyinyi kwenye mtandao. Amekuja kuvamia hapa. Yule sio mtu ambaye hata kwenye faili ukisoma huku kesi ni kati ya Bi Zaituni Abdalla Asmani Mboka, mimi ndo msimamizi pale ameandikwa KNY, dhidi ya Patrick Usone Mbedule. Baraza la kata huyu Passion ambaye mlimuona kwenye mtandao, tuna mama analalamika kuhusu yeye alijitambulisha baraza la kata kwamba yeye ni dalali ambaye alikuwa amemsimamia Patrick Usone Mbedule kununua kiwanja. Kwa nani? Kwa ndugu yake anadai yeye. Passion anasema yule aliyemuuzia Patrick Usone Mbedule kiwanja ni ndugu yake, anaitwa Matias Rugemalila. Katika kufuatia kumbe Matias Rugemalila alikuwa ni mkurugenzi wa ardhi wa pale Magomeni, mkurugenzi. Sasa ukirudisha Kuyandi Mkanda, sisi tuendaga kutaka hati ya kumiliki hapa, tulipigwa chenga hivi na hivi, tukaambia subirini, hatimaye anakuja mtu ana hati. Kwa hiyo ukija kurudi sasa kunaambiwa kwamba yule Passion yule mkurugenzi wakati ule alikuwa ni ndugu yake. Kwa hiyo mkija kuangalia hapo kwa watu wenye akili timamu mtajua kuna kamchezo kalifanya. Sisi tunyime watu tunaambia tusubiri muda wa kutoa hati, watakuja kutoa baadaye, anakuja mtu ana hati mkononi. Kwa hiyo mambo ndio alienda hivyo. Sasa wakati anakuja kutusumbua huyu juzi huyu Passion Rugambwa, Mpemba mimi nikutana naye pale hapa panaitwa kituo cha Azania. Nilikuwa mimi na kijana wangu hapa mmemkuta Frank. Anajenga pale kituo cha Azania cha petrol station, anajenga bonge la gorofa pembeni pale, ndio amechimba msingi karibuni, ndio anasimamisha nondo. Nikamwona pale nje yangu ikashtuka, nikasema Mpemba si huyu hapa ambaye anatukimbia sisi miaka yote. Nikamfuata. Sema kwa tulirekodi maongezi yake. Kijana wangu alirekodi. Nikamwambia kaka vipi, mbona uonekani? Na amekuja hapa juzi yule Passion Rugambwa anasema pale ni pake. Eneo lako ile ni lake na mpaka kule kwetu ni kwake, imekuaje? Au kama umemuuzia kaka, kwa nini usiniambie ukweli kwamba pale umeuza? Akasema kwani dada kuuza mtu eneo lake ni kosa? Nikamwambia ni kosa. Kosa linakuja wapi? Kuuza nikamwambia sio kosa. Ila kosa linakuja hapa. Hichi kiwanja mnachokiona ndugu nyinyi watangazaji, namba ni moja. Hakuna leo kumiliki. Kati yangu mimi na Mpemba, ama kati ya mama yangu na Mpemba. Wakati na kama nilivyoeleza, wakati nafuatilia hati ndipo pakatokea zuio. Kwa hiyo kiwanja namba inasoma ni moja. Akiuza Mpemba amenuza na mimi. Nikiuza mimi nimemuuza na Mpemba. Unaona? Kwa sasa kama yeye anasema kwani vibaya kuuza mtu mali yake, nikamwambia ubaya wake uko hapa. Unajua kiwanja hichi ni kimoja. Kama umetuuza na sisi, kwani usije kuniambia? Kwa hiyo nia yako mbaya. Akasema kwa hiyo dada ndio hivyo, ukawa ukijua mimi siti mguu tena pale. Anaongea hivyo maneno yake. Sina mguu tena pale. Yaani yeye hapa hayupo. Tumerekodi maneno yake. Anasema yeye hana mguu hapa. Umemuuzia nani? Nimemuuzia Passion Rugambwa.
Ndivyo alivyozungumza. Na hili ndio eneo ambalo sisi tupo hapa, lakini ukiangalia kwenye ramani hii ambayo mimi nilipewa na mtu wa Wizara ya Ardhi wakati tunafuatilia sisi sasa kumiliki kiwanja hiki, akanipa akasema sasa hivi haina kazi, ngoja nichukue hii mpya. Akaniambia ukitaka unaweza kwenda nayo. Kwa hiyo tulipoangalia hapa inaonyesha hii barabara hii ndio barabara ya Bagamoyo, Bagamoyo Road hapa. Alafu hii hapa hii ni barabara ya Wazo, na kiwanja hiki hapa wakati ule ndio kiwa serikali imepima kama ni filling station. Ni maandalizi tu ya mipango miji. Waliandaa kiwanja hiki kiwe filling station, imeandikwa hapo ukiona. Angalia vizuri. Kwa hiyo wao walikuwa tu waliotuuzia sisi, wanasema walikuwa tangu mwaka 2061 hapa na walikuwa wanalima kama mashamba. Na kusema ukweli wale watu ambao umeona video yao kwenye mtandao ambao mama analalamika anamtapeli mama, wale hakika ni matapeli. Kwa sababu hata wakati anazungumza pale utaona alikuwa anajikanyaga yule. Naona anasema kwamba mimi ni mfanyakazi wa serikali bwana. Baadaye akasema mimi ni mfanyabiashara ndio maana sikuwepo hapa miaka 12. Maana nani ile video alikuwa analalamika kwamba tuko hapa tangu mwaka 2012. Yeye akasema mimi ni mfanyabiashara ndio maana sikuwepo. Baadaye anasema mimi ni mfanyakazi wa serikali bwana. Unaona? Lakini hata ukiangalia hao watu ukiangalia kwa macho ni matapeli. Hata ujio wao ni wakitapeli, kuja kupiga picha usiku ni matapeli. Na kipindi kile ambacho kuja kufanya vurugu kama mlivyoona ile video mtandaoni TikTok, tulienda kwa mjumbe, wakamtafuta yule Passion akapatikana, Passion Rugambwa. Wakati anaojua na mjumbe pale kuna maneno alisema ya kushangaza, akasema kwamba kwanza hicho kiwanja sisi tumeshakikopea mkopo, akaitaja na benki iliyokopea mkopo. Naona, lakini pia akasema kwamba na tulikuwa na mpango mkakati wetu kuwatoa hawa baada ya uchaguzi. Tunataka tuwatoe mwezi wa kwanza ndio tulipanga kwenda kuja kuvunja tuwahamishe. Kwa hiyo ndio maneno alijibu yule Passion Rugambwa kwa mjumbe wetu wa shina hapa. Wanazulumu kupitia hati kama vile wakati wale alivyogundua mheshimiwa waziri wa ardhi Lukuvi aligundua matapeli wanagushi hati. Kwa hao ni matapeli. Na wengine kwenye comment mle ukiangalia kwenye video iliyoshwa mtandaoni wana comment kwamba watu tunamfahamu, huyo Passion tunamfahamu na ana kikundi chake kutoka Kinondoni, anashirikiana na mama fulani. Hao watu hatuwajui sisi, wana comment tu. Miaka ya nyuma pia kuna mtu alisema huyu mtu tunamjua, ana kikundi chake Kinondoni, miaka ya nyuma kwa mwaka 2012. Lakini pia niongezea hapa, nilipombana siku ile yule afisa mtendaji kata wa Wazo mwaka 2012 alikuja kuvamia hapa, baadaye kuja kutusaliti yule afisa mtendaji Richi, alisema mama, nimesikia watu ni matapeli wamezulumu nyumba maeneo ya Msasani, nyumba 4. Nitakusaidia mama. Afu yule tena sikumwona tena yule afisa mtendaji Richi. Kwa hiyo watu ni matapeli, sheria ifuate mkondo wake, wakamatwe, wathibitishwe kwamba hao ni matapeli. Hili ni eneo ambalo lina mgogoro, ambapo ameonekana bibi katika mtandao wa TikTok akilalamika kudhulumiwa eneo lake, ambapo amenunua toka miaka 2000. Ameomba serikali iweze kumsaidia aweze kupata haki yake. Na pia tumezungumza naye, ameeleza kwa kina na toka mwanzo alipopata eneo hili mpaka kufikia sasa. Nikiripoti kutoka barabara ya Wazo hili Tegeta, mimi ni Witness Lema wa Makini TV.